Msitu wa Hoia Baciu unaopatikana karibu na jiji la Cluj-Napoca katika nchi ya Romania unajulikana duniani kote kama moja ya maeneo yenye matukio yasiyoeleweka. Watu wameandika kuhusu hali zisizo za kawaida kama vile kuona vivuli, hali ya kuhisi kuangaliwa, viumbe wa angani na sauti zisizo na chanzo cha wazi kabisa. Miongoni mwa hadithi za kutisha zaidi zinazohusiana na msitu huu, mojawapo inayoogopwa zaidi ni ile ya mwanamke wa nyeusi. Kiumbe huyu wa ajabu anayeonekana kuzurura kwenye misitu hiyo akitoa vilio vya huzuni au kutoweka ghafla bila dalili yoyote ile. Historia ya mwanamke wa nyeusi wa Hoia Baciu haijulikani kwa uhakika, lakini hadithi za wenyeji wa eneo hilo zinaonyesha kuwa kiumbe huyu amekuwa akionekana kwa mamia ya miaka. Iko hadithi maarufu inayosema kuwa kwa karne nyingi zilizopita mwanamke mmoja kijijini alipoteza mtoto wake msituni. Alizunguka akimtafuta kwa siku nyingi sana, huku akilia na akiomba msaada, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kumpata mtoto wake. Na baada ya muda alikufa kwa huzuni sana, na roho yake ilibaki katika msitu ikiendelea kumtafuta mtoto wake. Na baadhi ya watu waliokwenda msituni usiku wanasema kuwa wamewahi kusikia vilio vya huzuni kana kwamba kuna mtu anayeomboleza kwa uchungu sana. Lakini watu wengine wamedai kumuona mwanamke aliyevaa mavazi ya kale ya kihistoria akiwa na sura isiyoeleweka na akizurura polepole katikati ya msitu huu mzito sana. Hadithi nyingine inasema kuwa mwanamke wa nyeusi alikuwa ni mchawi aliyeishi katika kijiji karibu na msitu wa Hoia Baciu. Wakati wa karne za kati, wanawake waliodhaniwa kuwa ni wachawi waliteswa na kuuawa. Inasemekana kuwa mwanamke huyu alikamatwa na wanakijiji wenye hasira kali, akachukuliwa ndani ya msitu na kuuliwa kwa mawe au hata kuchomwa moto. Baadhi ya watu wanadai kuwa mwanamke wa nyeusi anaonekana wakati wa usiku akiwa amevaa mavazi meusi, huku mwili wake ukiwa umeungua sehemu kadhaa, na wengine wanasema kuwa ukimwona utasikia sauti za maneno ya kale yasiyoeleweka kana kwamba ni laana au uchawi unaoendelea kufanywa. Lakini watafiti wa mambo ya ajabu wanaamini kuwa mwanamke wa nyeusi sio roho ya binadamu wa kawaida, bali ni kiumbe kutoka ulimwengu mwingine au roho iliyotokea kupitia mlango wa kiroho uliopo msituni. Mashuhuda wanasema kuwa wakati mwingine mwanamke wa nyeusi anaonekana kwa sekunde chache na ghafla hutoweka kana kwamba hajawahi kuwepo eneo hilo. Na baadhi ya picha na video zilizopigwa msituni zimeonyesha vivuli vya ajabu au sura isiyoeleweka ya mwanamke akiwa amesimama katikati ya miti. Kumekuwa na baadhi ya shuhuda za watu waliojionea mwanamke wa nyeusi. Miaka ya 1960, kundi la wachungaji wa ng'ombe liliripoti kumuona mwanamke wa ajabu akiwatazama kutoka mbali ndani ya msitu, na walipojaribu kumkaribia alitoweka ghafla na walihisi baridi kali na hofu isiyoelezeka. Miaka ya 1980, msafiri mmoja kutoka Ufaransa alikwenda katika msitu wa Hoia Baciu kwa ajili ya kutafiti matukio yasiyoeleweka. Alipiga picha nyingi, lakini aliporudi nyumbani, picha moja ilionyesha kivuli cha mwanamke aliyevaa mavazi meusi, ingawa hakumuona wakati wa kupiga picha hiyo. Na katika mwaka wa 2000, watalii kadhaa waliokuwa wakifanya utafiti wa usiku walidai waliona sura ya mwanamke kati ya miti, lakini walipokaribia sura hiyo ilififia na kupotea kabisa. Watu waliodai kuwa wamekutana na mwanamke wa nyeusi wa Hoia Baciu wanaripoti matukio yafuatayo yenye kufanana. Kwanza, huhisi baridi kali ghafla hata wakati wa joto kali. Lakini pia huhisi kama wanatolewa nje ya miili yao au wanaangaliwa na kitu kisichoonekana. Baadhi yao walipatwa na ndoto za kutisha kwa siku kadhaa baada ya tukio hilo, na wengine walikumbwa na hisia za huzuni kali na uoga bila sababu yoyote ile ya wazi. Watafiti wa matukio yasiyoeleweka wamejaribu kuelezea
hadithi ya mwanamke wa nyeusi kwa njia tofauti, ikiwa inawezekana kuwa ni roho ya mtu aliyekufa msituni au aliyetendewa maovu hapo zamani. Baadhi ya watu wanaamini kuwa msitu wa Hoia Baciu una nguvu fulani inayosababisha hali joto kubadilika ghafla, na hivyo kufanya akili za watu kucheza na kuanza kuona vitu visivyo halisi. Na wengine wanaamini kuwa msitu huu una mlango wa siri wa kiroho unaounganisha wanadamu na viumbe vya ulimwengu mwingine, na mwanamke wa nyeusi ni kiumbe kutoka katika ulimwengu mwingine. Hadithi ya mwanamke wa nyeusi wa Hoia Baciu ni moja ya hadithi za kutisha zaidi zinazohusiana na msitu huo. Mpaka hivi leo hakuna mtu anayeweza kuthibitisha kwa uhakika asili yake au ikiwa hadithi hizi ni za kweli. Lakini wale wote waliopata nafasi ya kushuhudia uwepo wake hawawezi kamwe kusahau hofu walioipata ndani ya msitu huo. Sasa swali ni je, unaweza kwenda katika msitu wa Hoia Baciu wakati wa usiku ili kumtafuta mwanamke wa nyeusi? Niachie maoni yako katika comment section. Na mpaka hapa sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.